Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hakuna katika masiku ambayo tendo jema ndani yake ni lenye kupendwa zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala kuliko tendo ambalo litakalotendwa katika haya masiku 10 ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoyasema maneno haya mbele ya masahaba wake kwamba hakuna katika masiku ambayo matendo mema ndani yake ni bora zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, yakazidi masiku haya 10 ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja, hayako hayo masiku bora yakashinda masiku haya. Qalu, masahaba wakasema, wala aljihadu fi sabilillah, mpaka aljihad fi sabilillah, kupambana katika njia ya Allah, mtu akawa yuko radhi kuitoa nafsi yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pia tendo hilo la mtu kujitolea nafsi yake kwa Allah, akakubali kumwagwa damu yake kwa sababu ya Allah, bado tendo hilo halijafikia ubora wa lile tendo ambalo mtu atalifanya katika haya masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Masahaba wanamuuliza Rasulullah, wala aljihadu fi sabilillah, wala kupigana katika njia ya Allah pia hakuwezi kufikia tendo ambalo limefanywa katika masiku 10 ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja. Qala wala aljihadu fi sabilillah. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakujibu tu naam kwamba ndio, pengine wasingeelewa katika masahaba, akairejea sentensi qala wala aljihadu fi sabilillah, akasema wala jihad katika njia ya Allah pia bado haijafikia tendo ambalo litakalofanywa mwanzoni mwa masiku 10 ya mwezi wa Dhulhijja. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akafanya istithna, akalipembua tendo ambalo litakuwa ni bora zaidi kuliko lile tendo ambalo litakalofanywa katika masiku haya 10 ya mwanzo wa mwezi wa Dhulhijja. Qala illa rajulun, isipokuwa mtu ambaye kharaja bimalihi, ametoka na mali yake, kharaja bimalihi wa nafsihi, ametoka na mali yake na akaitoa nafsi